Hello. Rafiki, karibu tena kwenye kipindi chetu muhimu sana cha sehemu ya kwanza, part 1 ya episode muhimu ambayo tunaianza wiki hii. Umeendelea kuwa mwanafunzi mwema na familia hii inakupenda. Karibu tuendelee kujifunza kwa kipindi hiki kinachofuata. Arika rafiki yako, ndugu jamaa, share naye link ili aweze kuwa sehemu ya darasa hili. Lakini mwanafunzi mzuri huwa ana kalamu na daftari. Kuwa na mahali pa kuandika wakati Mungu anaendelea kufunua mambo makubwa ambayo ameintend kwa ajili yako siku ya leo. Umebarikiwa sana. Amen. Basi tunaweza tukaanza. Let's pray. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru tena kwa kutupa nafasi ya kujifunza. Tunaomba na kupokea kwamba kuna flow nzuri ya fundisho la neno lako. Tunaomba na kupokea kwamba kadri tunapofungua maandiko, ufunuo ya yale ambayo umekusudia ni Kristo unakuwa wazi sana katika maandiko, kiasi kwamba fahamu zetu zinapokea uthabiti wa ufunuo wa kazi yake, pamoja na kujua mwenendo wetu unavyoweza kuathiriwa na huo ufunuo wa Kristo. Tunaomba na kupokea kwamba kila tunachojifunza kwa habari ya ukuaji wa kiroho kinakuwa ni halisi sana kwenye maisha yetu. Haitakuwa tu habari na taarifa kwenye vichwa vyetu, lakini inakuwa ni ufunuo wenye uwezo wa kugeuza kabisa mwenendo wetu, tufanye na kuishi sasa na mapenzi yako katika ulimwengu, katika jina la Yesu. Amen. Karibuni kwenye darasa letu la, ikiwa ni siku yetu ya 3 ya somo la ukuaji wa kiroho. Ili nikue kiroho natakiwa nifanye nini? Nijue nini? Kwa hiyo tulifanya uchambuzi kidogo wa mambo kadhaa yanayohusu ukuaji wa kiroho kwenye sessions zilizopita, na tulianza kwa kuangalia ukuaji wa kiroho ni nini. Tukasema ukuaji wa kiroho ni pale ambapo neno la Mungu linaathiri maisha ya muamini kwa namna ya kwamba mwenendo wake una reflect kile ambacho neno la Mungu linasema, hatua kwa hatua. Kadri anavyolisikia neno la Mungu na kulitendea kazi, ndipo anavyotengeneza nini? Mwenendo. Tukasema unaweza ukawa na muda mrefu katika wokovu au katika Ukristo, lakini usifananie na kule kuwepo pale muda mrefu. Tukaona mfano wa watu 4 ambao ni Ayubu na rafiki zake 3. Elihu aliwacha kuongea akijua kwa sababu hao ni wazee, pengine wange display hekima kutokana na umri wao. Lakini akaonyesha kwamba sio mara zote penye umri mrefu pana hekima. Ina maana hekima ya Mungu au mwenendo unaofanana na kila ambacho Mungu amesema tukiishi unazidi kwa wazi kadri unafanya nini? Kadri unavyojifunza. Kwa maana ya muda unakuepo katika kujifunza au kuchukua lile neno, kulisikia, kwa sababu tumeona kwenye Waebrania anasema mmekuwa wavivu wa kusikia pamoja na kutafakari na kulifanyia kazi. Maana alisema muda mlitakiwa mwe mmeshakuwa walimu, lakini bado nyinyi ni watoto. Inabidi mfundishwe mafundisho ya awali. Unaona, upeleke kwenye foundational teaching. Sasa ukiona unapeleka kwenye foundational au bado unapitisha kwenye foundation, ni kwa sababu you are not growing. Akasema wale ambao, akasema chakula wataendelea kupata maziwa, lakini chakula kigumu ni kwa ajili ya wale ambao wamezoea, akili zao zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Kwa hiyo they use their mind, and then tukasema the last thing sio tu kutumia akili, ni kuapply. Kwenye Yakobo 1, Yakobo anasema mtu ambaye anasikia neno la Mungu alafu anaenda zake alafu anasahau alichosikia, ni kama vile mtu anajitazama kwenye kioo alafu ana forget the man he is, anaenenda tofauti. Kwa hiyo unasikia, inakaa kwenye ufahamu, alafu una practice, then inazaa ukuaji. Kwa hiyo tuliangalia mambo haya na tukaona wow, that is very important. Kwa hiyo tuliona nini ambacho sio ukuaji wa kiroho. Nafanya session iliyopita sema ukuaji wa kiroho
sio kwa ajili ya kufanya Mungu akukubali zaidi. Haikuongezei acceptance kwa Mungu. Kwa Mungu doesn't mature because you are maturing. Niseme pia uaminifu wa Mungu hauongezeki kwa sababu unaongezeka maarifa au unaongezeka ufahamu au unaongezeka mwenendo. Uaminifu wa Mungu haongezeki kwako. Uaminifu wa Mungu ni constant. Wewe ndo una upgrade nini? Ufahamu juu ya Mungu. Wewe ndo una upgrade. Mungu ha-upgrade. Kati ya tabia ya Mungu ambayo tunajua God does not mutate. Unajua mutate? Mungu expand, Mungu change, Mungu twist. Alivyo sasa ndivyo alivyokuwa na ndivyo atakavyokuwa kesho, kwa sababu God's perfection does not change. Kwa hiyo tukasema ukuaji wa kiroho sio swala la muda. Tukasema ukuaji wa kiroho pia sio kwa ajili ya kukubaliwa na Mungu. Sawa Sawa. Kwa nini? Kwa sababu wewe kukubaliwa na Mungu ni matokeo ya kazi ya nani? Ya Yesu Kristo. Hiyo ndio inakufanya uwe na kibali. Tumekwisha kuhesabiwa haki kwa njia ya imani. Tumeona kwamba haitokani na matendo yetu, haitokani na ukuaji wa kiroho. Kwa ukuaji wa kiroho ina serve another purpose. Hai serve purpose ya kumshawishi Mungu. Tuko sawa? Yeah. Kwa hiyo yale mambo ambayo tumepokea katika Kristo ndio yanayoimarika katika ufahamu wetu na mwenendo wetu kila siku. Kwa hiyo tukaona kama tulivyosema kwenye Warumi 5 mstari wa kwanza na wa pili, basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani na muwe na amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kufikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu. Kiingereza anasema ile neno muwe na amani na Mungu ni bad translation ya SUV. King James anasemaje? We have peace with God. Neno we have pale ukisoma kwenye Greek chake ni taking hold of, something you own. Tunayo amani na Mungu. Kwa hiyo sio swala la tumefanya nini. Kule kuwa na amani na Mungu, kuhesabiwa haki kwa njia ya imani ni kwa imani peke yake, sio kwa matendo yetu, sio kwa kujitahidi sisi kuendelea. Kwa lazima utofautishe hiyo, kwa sababu wakati mwingine watu wanaweza kuangukia kufikiria kwamba unapokuwa kiroho ndio Mungu anakubali zaidi. Unakuwa mwanajeshi ambao Mungu anamkubali zaidi unavyozidi kukua kiroho. Pamoja na umuhimu wote wa ukuaji wa kiroho, still it doesn't add God's faithfulness in your life. Haiongezi uaminifu wa Mungu. Uaminifu wa Mungu umeonekana kwenye nini? Kazi ya Yesu Kristo. Kwenye Tito 3 anasema lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipodhihirishwa, ulipofunuliwa, alituokoa si kwa sababu ya matendo yetu ya haki tuliyotenda sisi. Umeona kwenye Wakolosai 2 mstari wa 8 hadi 9 anasemaje? Kwa maana mmeokolewa kwa imani, mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo kutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa tendo la kukua kiroho halimfanyi mtu aokoke au aokoke zaidi. Kwa muamini ambaye ameokolewa leo na aliyeokolewa miaka 10 iliyopita, kwa maana ya aina ya wokovu alionao ni mmoja, sababu zote ni kazi ya Yesu Kristo inapokelewa kwa imani. Lakini ukuaji wa kiroho ni another thing. Tuko sawa mpaka hapo? Yeah. Ukicheki kwenye Wafilipi, Waefeso 1, sorry. Waefeso, Filemoni 1:7. Filemoni 1:7. Tarudi kuonyesha kitu kingine hapa. Filemoni 1:7. Iko sura moja tu. 1:6, sorry. Philemon 1:6. Ukianza kuanzia 4, Paulo alikuwa anaomba maombi haya. Anasema, namshukuru Mungu wangu siku zote nikikukumbuka katika maombi yangu, nikisikia habari za upendo wako na imani ulionayo kwa Bwana Yesu na kwa watakatifu wote. Mstari wa 6, ili kwamba ushirika wa imani yako ufanye kazi yake. Ufanye kazi yake katika ujuzi wa kila kitu chema kilicho kwetu katika Kristo. Angalia, hapa anaombea ukuaji wa kiroho. Ndio anasema ushirika wa imani yako ufanye kazi yake. Sasa Kiswahili kinafanya iwe namna fulani hivi, Kiswahili cha zamani hiki.
Kisoma Kiingereza nasemaje? The communication of your faith may become effectual. Neno effectual ni sawa na neno effective. Iwe effective. Effective maana yake utendaji wangu unakuwa bora. Iko sawa eh? Ina maana kama nilikuwa nikifanya kazi nafika 80% sijafanikiwa, maana yake nikiongezeka kwa effective maana yake nafika 90. Si ndio eh? Kwa naongezeka kwenye effectiveness. Kama nilikuwa nalima napata loss, napoteza 20%, alafu baadaye nikianza kulima napoteza 2% ya mazao niliyolima, au ikafika sehemu sipotezi tena, hiyo I become effective. Si ndio eh? Mimi ni mkulima tayari, lakini nakuwa mkulima ambaye yuko effective kwenye utendaji wako. Kwa muamini anaweza kaa effective. Si ndio eh? Yeah. Na sehemu moja hapa hiyo effectiveness ni kwamba kwanza awe na ujuzi. Alafu una couple up with maombi, prayer. Sawa eh? Nasema effectual, the communication of the faith may become effectual. Neno communication pale ni neno sharing. Au kwa lugha rahisi, kila mtu ana imani hapa. Okay, tumeamini katika Kristo. Lakini namna tunavyo communicate havifanani. Communicate maana yake nini? Kudhihirisha, kudisplay. Mtu akikaa kwangu, akakaa kwako. Namna ambavyo anaona tunaishi imani yetu katika Kristo atagundua tofauti kulingana na ukuaji wetu. Si ndio eh? Kuna mtu mwingine anakuwa effective kuliko mwingine. Tuko sawa eh? Kwa hiyo maombi ambao Paulo anamuombea hapa, anajua tayari huyu mtu ni muamini. Anajua alichobeba. Lakini anamuombea kwamba kile anachokijua kiweze kuwa shared out. Isiwe to head knowledge. Anasema the communication of the faith may become effectual by acknowledging. Kiswahili imetumia ujuzi. Acknowledging every good thing which is in you in Christ. Angalia ametumia in mbili. In you in Christ. Naomba niulize, kipi kinachoanza? In you au in Christ? In Christ. It is in us because Christ is in us. Si ndio eh? Kwa hiyo ni kwa sababu Kristo yuko ndani yetu, ndio maana kila kitu chema kilichoko ndani ya Kristo kiko ndani yetu. Si ndio eh? Okay, kwa sababu sisi wenyewe tunapatikana ndani ya Kristo. Kwa lugha rahisi, kama Mungu akitazama ndani yetu 100% anaona nini? Kristo. Okay. Swala la msingi, Wakristo wengi au Wakristo wote wanamuishia Kristo. Kwamba ukikutana na wewe sema kama Yesu, kama Yesu. Sio kweli. Okay, kuna Wakristo wanao approach kila siku kumfanyia Kristo kwenye mwenendo wao. Si ndio eh? Kila siku Mkristo anakuwa kumfanania Kristo kwenye mwenendo wake. Anazidi kuwa bora leo, anakuwa bora leo kuliko jana. Kesho anakuwa bora zaidi. Sasa hiyo sio automatic. Kuna engagement. Kwa kwenye hii sisi tunajifunza nini? Rules of engagement kwa ajili ya kuwa kiroho. Sawa eh? Umeelewa sasa eh? Ili sasa yale mambo niliyosema ninayo, kwa mfano tunajua Kristo anasamehe unconditional. Anasamehe watu ambao tunashangaa hao Mungu amewasamehe. Unaweza kusema God is not fair. Sasa hiyo namna ya Mungu kusamehe inatakiwa hiyo namna yetu, but you have to grow, utembee katika hiyo namna unayojua kwamba Kristo alikusamehe. Tuko sawa eh? Uanze kusamehe kama Kristo, uanze kupenda kama Kristo, uanze kuenenda kama Kristo, ufanye huduma kama Kristo. Tuko sawa mpaka hapo? Hiyo ndo essence ya ukuaji wa kiroho, to be more like him. More like him. In what? In conduct. In the way we do ministry. Katika mwenendo na katika namna ambayo tunafanya huduma. Hiyo ndio ukuaji wa kiroho. Kwa hiyo ushirika imani yetu ufanye kazi yake katika ujuzi wa kila kitu chema kilichoko kwetu katika Kristo. Sawa eh? Kila kitu chema. Kwa lugha rahisi, hakuna kitu chochote kibaya ndani ya Kristo. Kwa hiyo kila kitu chema kilichoko kwetu ambacho naweza kusema hivi, ngoja nigawe hivi. Kila kitu chema kilichoko kwetu ambacho kiko ndani ya Kristo kiwe effectively communicated. Kiingereza kimeeleweka kwanza eh? Ngoja sema Kiswahili sasa. Kila kitu chema kilichoko kwetu ambacho kilichoko kwetu ni kile kilichoko ndani ya Kristo
kifanye nini? Kidhihirike kwenye maisha yetu ya kila siku. Umeelewa sasa essence ya ukuaji wa kiroho? Kwa ukuaji wa kiroho haukufanyi uwe mwana wa Mungu zaidi ya jana. Inakufanya udhihirishe hali yako ya kuwa mwana wa Mungu. Iko sawa eh? Na watu nasema ndio maana mtoto akizaliwa akiwa na day 1, si ndio? 0 day, hajamaliza siku, ni mwanadamu. Anakuwa ili awe mwanadamu. Tuize tu hesabu za kawaida. Mtoto anakuwa ili awe mwanadamu. Does a baby grow to be a human being? No. Lakini anapokuwa tunamuona yule mwanadamu akidhihirika zaidi. Si ndio eh? Tunaona akianza kudisplay wanadamu wake. Hiyo ndo essence ya ukuaji wa kiroho. As simple as that. Kwa anazozidi kukua ndivyo unavyogundua ana display tabia zake za mwanadamu kabisa. Anakula, unaona eh? Anakula, in fact anaongezeka tu kwenye kula. Kama alikuwa anakula ngumi moja, anaanza kula sahani nzima. Akianza kula sahani nzima ya wali, hawi mtu kuliko alipokuwa anakula ananyonya maziwa. Iko sawa eh? So ndio maana ukuaji wa kibinadamu unatufundisha namna ukuaji wa kiroho unaofanyika. Ijapokuwa ukuaji wa binadamu ni physical observed, lakini ukuaji wa kiroho ni jambo la ndani ya mtu ambalo lina matokeo kwa nje. Tuko sawa? Kwa hiyo ndo maana yake. Kwenye Wafilipi 2 kuna kitu ambacho Paulo aliandika ambacho nafikiri pia kuna mtego hapa kwa watu wengi. Huwa wasiposoma na mistari yote miwili wanachanganyikiwa. Wafilipi 2:12 na 13. This is very very important part. Wafilipi 2:12 na 13. Paulo anaandikaje? Basi wapendwa wangu, kama mlivyotii. Unaona ni mwenendo eh? Mlivyotii siku zote, si wakati nilipokuwa hapo tu, bali sasa zaidi na mimi nisipokuwa hapo. Utimizeni wokovu wenu kwa kuogopa na kutetemeka. Neno utimizeni wokovu wenu, wengine huwa wanachukua wakimaanisha ina maana ukiokoka day 1 wokovu unakuwa umepungua. Umeelewa eh? Kwa hiyo usipotimiza wokovu wako uendi mbinguni. I like rendering ya Kiingereza. Kiingereza nasema hivi, walk out your salvation. Unajua maana ya walk out? Ni kudhihirisha, ionekane kwa nje. Wokovu wako siwe dhahania, lakini uwe manifested. Kwa ndo maana Paulo ametumia neno, baada ya Kiswahili ametumia neno utimizeni wokovu wenu kwa kuogopa na kutetemeka. Kiingereza ametumia walk out your salvation with fear and trembling. Sawa eh? Sawa. Huo ni mstari wa ngapi? 12 kwenye Wafilipi 2. Wafilipi 2:12. Utimizeni wokovu wenu, walk out. Unajua there is a difference kati ya walk out your salvation and walk for your salvation. Hiyo inabidi mlipe hela tuition ya Kiingereza. Wala, asemaje? Kuna tofauti ya walk for your salvation and walk out your salvation. Niki walk for, maana yake salvation ndio target. Si ndio eh? Ili kwamba nipate. Iko sawa eh? Nikisema walk out, maana yake kitu ambacho tayari ninacho, ili kionekane kwa nje. Simple. So Christians don't grow spiritually to walk so that they get saved. Because your salvation at last, ni salvation at beginning. Sawa eh? Ndio maana inaitwa mwenendo. Maana yake ni kama vile unaweka hapa sasa enenda. Kwa hiyo nenda sawa sawa na asili yako. Ndio ukuaji wa kiroho. Enendo, mwenendo. We walk out our salvation. We don't walk for our salvation. Ukiweza kutofautisha hiyo, it make a lot of sense. Iko sawa? 9, 8 hadi 10 leo. Nataka nionyeshe mstari wa 10 ulivyo wa muhimu kuelezea mwenendo. Ili tujue matendo yanakaa wapi au mwenendo unakaa wapi.
mwenendo ni kabla ya wokovu au mwenendo ni baada ya wokovu? Kwamba unakuwa na mwenendo mzuri ili uokoke au umeokoka ili uwe na mwenendo mzuri? Umeona? Hiyo ni swali ambalo inabidi tulijibu leo, alafu tuendelee. Angalia kwenye Waefeso 2 ambao tumeisoma saa zile. Waefeso 2 mstari wa 8 twende mpaka 10. Alafu naomba observe maneno matendo. Iko sawa? Observe maneno gani? Matendo. Unajua ukisoma mstari wa 8 na 9 unaweza kufikiri matendo hayataki kwa Kristo. Si ndio Lakini kwenye mstari wa 10 matendo yametajwa. Works. Can we read together? Naye anasemaje? Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Unamwona mwanadamu hapo? Hapana. Ni Mungu ana act. Mwanadamu anafanya nini? Anaamini kwa njia ya imani. Iko sawa Anayeokoa ni nani? Mungu. Hiyo ni neema yake. Mwanadamu anafanya nini? Anapokea kwa sababu ni kipawa. Iko sawa 9 anasemaje? Wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa wokovu ungekuwa ni matendo yanaanza ndivyo unaokoka, ungesifia matendo yako yamekupa wokovu. Iko sawa? Kwa sababu wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa ikifika swala la wokovu, mwanadamu hana credit yoyote. Iko sawa Iko sawa Kwa matendo yameondolewa kwa ajili ya kupata wokovu. Kwa nikiwa na brag kwa matendo yangu niliyofanya, kwa sadaka yangu niliyotoa, kwa mambo yangu ninayofanya katika kanisa la mahali, kwa injilisti ninayofanya, kwa ushuhudiaji ninayofanya, sijui malugha mengine utawatumia, kwa watoto wa yatima uliowasaidia, nikiwa natumia kwa ajili ya kupata wokovu, nimeingilia kazi ya Mungu. Si ndio Ni kosa? Hiyo sio imani. Hiyo ni jitihada za mwanadamu. Ni works of unbelief. Kwa sababu unaingilia kazi ya nani? Ya Mwokozi. Shida ni kwamba hakuna kiasi cha matendo mema yatakayokupa nini? Wokovu. Hiyo ndio changamoto. Kwa hiyo utakuwa unafanya kazi ya unasukuma ukuta ambao hausogei. Utatoka jasho. Ila ukuta utabaki pale pale. Kwa mtu anayetumia matendo yake kwa ajili ya kupata wokovu ni sawa na mtu anayesukuma ukuta. Nakumbuka story moja zamani, kichaa mmoja alikuwa ameenda alikuwa ni kichaa, walikuwa wanasukuma ukuta. Sio kama ndaeka vizuri. Wakati wanasukuma ukuta, akaja kichaa mmoja akachukua nguo zao, akakimbia. Akaangalia nyuma, hawaoni nguo, akasema mwanangu tumesukuma sana umetoka jasho. Kumbe nguo nifanya nini? Zimeondolewa na kichaa. Kwa wanasukuma hao ukuta, lakini ukuta hauendi. Lakini tumesogeza, wakaanza kufuata nguo zao. Kwani zipo sasa? Kichaa alishaondoka naye. Kwa je, mtu ambaye anafanya matendo kwa ajili ya kuhesabiwa haki, utamuona ana sweat, anajitahidi, anakimbizana, lakini kazi yake haina thawabu wala haina matokeo mbele za Mungu kwa sababu haimpi wokovu. Iko sawa? Iko sawa? Kwa kutumia matendo yako ili upate wokovu ni sawa na kuwa nje ya uwanja unachenga mpira, alafu unapiga mpira unaingia kule Palm Village, alafu nataka kule uwanja wa Benjamin Mkapa waandike 3-0. Kanuni ni kwamba uwe kwanza nini? Uwanjani. Si ndio Si ndio? Kwa mchezaji hafungi awe mchezaji, anafunga kwa sababu ni mchezaji. Iko sawa? Tumeelewana mpaka hapo? But that's how it works. Kwa hiyo lazima matendo yapangwe vizuri ili matendo yako yasiwe dead works mbele za Mungu.